Niajeni man. Mimi naitwa Sanford na nafurahia kukuwa hapa na nyinyi mbaya sana. So, hii ni kama mnajiuliza mbona nimeanzisha channel. So, ni kama sasa nimechizi. Mimi nimekuwa nataka kwa interview on how I view life. Mimi view my own life. Sasa nikaona hakuna mtu ananingojea. Mimi niko naje siache nikaa hapa hivi ni budget na nyinyi basi vile najua. Ndio asira man. Tupige nje hii moto by the way kahawa. Chike linatoa steam man kahawa. So nilikuwa naambia aje. Reason ya mimi kuanzisha hii channel ni why is it always the low quality videos? Ya watu wengi mnajua, na iseto mara ya kwanza, watu wengi mnajua like low quality videos was so much fun, very interesting, sijui like inakuwa na so much information here. Watu mjuu, mnajua mmerelate nayo, lakini sasa haipati zile engagement yenye inafaa. As in engagement ni mnaweza anza kuwatch hivi saa hii. So now mnaendelea kuwatch itafika pahali mchoke mbona you call that visualizing too much things like sijaweka hizo vitu mingi. Yeah, so that is basically kukaa kwa vida engagement. Yeah, I'm quite engaged. So mi kaditi yangu man nimeona tu kama mbaya wacha nitengeneze vile nitatengeneza kaita blow up, wacha blow up juu sasa si mara yangu ya kwanza kupost video YouTube. Wallahi si mara ya kwanza nimepost video mingi since 2023 at 2023. My first video nilipost YouTube nilikuwa class 8 2019, class 8 ama class 7. So hapo hiyo katikati 2018 ama 2019. So nilipost hiyo video ya how to do the mokaku ni kiflip fulani. Nikaa back flip lakini sasa unashika na mkono unaruka na side. Bana nilikuwa nimevia masomo nje man. Nilikuwa nati yache niwafunze ma 1 2 muone kama mtaview wapi. Kwanza yote nilikuwa katoi class 7 class 8 jamaa imagine nilikuwa fuck. Nilikuwa katoi. So unacheki ni aje. Nilikuwa mdonge wa kwanza kupost YouTube. Na nikaingia high school. Nikapata na watu kunja kwa na matalanta man, matalanta kafu. Watu wako na talanta msi. Hata nikikwambia vitu mingi nimelearn saa hii kuche vitu mingi bila do. Mingi nimezijulia high school. Mingi like totally almost everything. Najua high school nafanya na survive. So kusurvive inahitaji so much, sio too much brain, inahitaji so a little bit of brain na kukuwa smart, kukuwa sharp. Wewe unatumia siku hizi. Basi mbona hujaniambia niko siko katikati ya camera man. So hii hapa hivi si reflector, msinichongoe. Si reflector ni kinguo lakini sasa nimetumia kucheza ka ball. Ni ya ball. Bwana saa nilikuwa nawashow aje. Yeah, life inahitaji uko smart na sio lazima kuwa na big brain ati studies. So vile mimi view, this is my point of view in life. If you have your own opinions, sio mbaya na accept your opinions. I can try to think through your thought process ndio nielewe what you're trying to say, lakini sasa this is me no. So basically live na YouTube kwanza after high school fuck nimepost ma video mingi lakini sasa kai yaani umeweka hivi kwa video tunakaa
saa 6 usiku, saa 7, saa 9, saa 10, bado naangalia hivi time guy, wow, time imesonga na kuna shit umedu, totally kuna shit umedu. Kwa video mwenyewe unashinda ukiedit na edit na jembea walai, bado inahitaji kitu, kuna kitu ina miss. Kwa hiyo ifika point guy, YouTube si rahisi. So after kupost hizo kwanza kuna nilianza kupost ma video za cartoon kai, nilipata views highest 183 views kwa video moja, na subs ilikuwa 30 subscribers. So, by the way, kama uko na una watch mpaka sasa man, naongea na comrade hapo hivyo, ni kila msee, totally kila msee mwenye anajaribu kuget hadi sijui najeleza nini, na unajua hebu subscribe man. So nacheki nianze. Kwa hiyo video hizo video niko na post, niko najiambia watu ndio wanaweza watch hii stuff. Ndio naweza watch, nikakwambia beshte yangu najua kuna cartoon fulani wanaekea mtoto wa huyu jamaa watch, na inafanya anatulia. Watu wengi hawajui, alafu sana mchapa YouTube link yangu, lakini sasa sikuwa nimeandika jina yangu, nilikuwa nimeandika jina totally tu, unaweza dhani ni mtu wa majuu. Nilikuwa na edit hizo video we. So mimi nikapush, lakini sasa nikaona subs hawasongi, totally subs hawasongi. Hadi naboeka man. Nimestruggle walai, sitadanganya, nimestruggle na YouTube since 2023. Nilimaliza form 4 2023. Lakini sasa video ya pili yenye post YouTube ilikuwa bado 2023. Sasa kuendelea, nikaona kama maybe ni hii account ya YouTube haina kismart, ni kama kutengeneza YouTube account nyingine, ndo ikipop up nitapromote nyingine pia pop up, unaona. Lakini sasa circumstances sema sijui nini, ikabidi nimefungua channel nyingine sasa na jina yangu, totally kila kitu kilikuwa yangu, na wapostia hadi sura yangu ma online, nilikuwa na post kila shit everything. Hadi ikafika same people wenye subscribe kwa hii account ya kwanza ndio same people niliwapushia hii account wa subscribe. Lakini sasa shida ya kuambia wasi unajua wa subscribe hawata watch, unaomba tu subscribe na get. So kama unadai hii stuff ya YouTube live passionately, kama nimefungua tu hii stuff upya, by the way, kesho hadi niko na cut yenyewe. Mimi nasomea nursing, nasomea nursing. Kesho niko na kikat, na niko hapo mimi naongea na nyinyi saa 7 usiku. Mimi want to kufungua stuff, yani for fun, as in I let out my heart. Sijui kama mna get. Mkitaka kunicheka ni sawa, like mimi nimefika point nataka kujisolate, nikae peke yangu. I value my peace. Like such, it's not about love, it's not about friendship, it's not about anything. Yani nimeamua kujisolate from people, nikae tu hivi. Mind you, I'm 20 years. Itafika kwa hivyo 10 years to come, maybe hii channel ishapanda, maybe hopefully I just hope this should utakuwa umenisaidia sana by the way, hii video kipo, utakuwa umenisaidia sana. So nilikuwa nasema 10 years to come, hii video haitakuwa inaingia kwa akili yenu ati Sanford alikuwa hivi, Sanford alikuwa na bike kama jezi yake ya ball, haitakuwa na rangi tuka hiyo. Sasa like mimi nitakuwa tu my own life, bado na post tu video like totally hivyo ndio mimi value
sitaki vitu mingi, nataka tu nikuwe solo. Sasa niko na wachapia ati niko nasomea nasi, niko mimi nawapigia story whatever. Sasa mambo ya high school siwezi sema nililearn a lot. Like nikiwaambia I learned a lot. Kuna mangoma hata nawapostia kesho, mangoma mbili same time hizi masaa tutapostia mangoma zangu mbili yenye venye mi let out. Ilifika point hadi nilikuwa naandika mangoma high school, lakini sasa huwezi enda kuambia wasaika hiyo nilikuwa naandika mangoma na how to rap sijui bla bla bla. Huwezi at this time and era, huwezi. Wewe tu kaa peke yako ufanye vitu yako, acha watu wakuone. You just let people see you. Saa utajiforce. Hakuna mtu atakusikia. Wewe do your shit, kaa peke yako. Ama mimi kasa hii niko peke yangu kwa keja. Yaani ndio life adai. Niko najua kurap hadi kuna ngoma fulani juzi. Niliandika ngoma fulani nikaa kidis. Nitawekea ya kwanza lakini sitawaambia. Kama una watch hiyo utajua ilikuwa dis. Utawatch kesho. Nitawapostia kesho utawatch alafu utajua ilikuwa dis. Lakini si ati ilikuwa dis mbaya lakini ilikuwa story. Mkitaka niwachapie story venye ilikuwa, mwende msikize, nitawapostia hiyo video, alafu mkisikia any information kwa hiyo ngoma. Juu mimi si ati na rap juu kurap. I rap letting out my feelings. I do anything passionately. Ukiniambia niende nifanye kazi yoyote mimi nitakaa. Wallahi as long as nitaifanya vizuri perfectly. From the heart. Mimi naelewa unataka kitu ikuwe perfect alafu nikuje nikufanyie kitu nusu, haiwezi. So mimi nawatolea ngoma nikijua iko na some information mtalearn. Kama kuna ngoma fulani Deva Liberty hii ngoma ni The Boy Who Played the Harp. Yeah, The Boy Who Played the Harp. Kuna part David alisema ati speak for your people, you might not see it, but it's the people that demand it. Sasa ndivyo mimi nimekaa wow, so maybe ni hivyo tu. Maybe this account will be of sharing, talking to people who want to subscribe. Yani ukipata msee unaambia wewe umesikia Sanford, naambia kwa hivi maana kwa hivi kama mkuru man, hadi pia mna date zangu kwa hivyo man. For real though, nimestago na shit. Sasa nakaa hapa mimi najiambia hiyo cut lie. Na tena mwenyewe nishajiambia sizipata retake hii exam inakuja next week. But my date exam ni next week na niko hapa nawachapia vida saa 7 usiku. Wallahi, is that si fair, lakini at some point naona ni kama na let wazazi down, but at the same time sitaki waone juu I'm trying as much as I can to balance my personal life na life yenye nataka nikuwe nayo. Unaona? Sasa yeah, this is my documentary. Why is it always the low quality videos? Yeah, nataka kuita hivyo. Why is it always the low quality videos? This is episode 1, intro. Kesho nawapostia ile ngoma nimewasha. Nitawapostia tu ngoma juu mimi niko na mashughuli mingi. Mr. Wapima. Mkidai nikaa
mna text tu hapo, asante mna text. Mna kwa comment section mnaniambia Sanford, umeonaje life kuhusu hii stuff? Sanford, unaonaje life kuhusu toxic? Sanford, unaonaje life kuhusu kina Silas? Sanford, unaonaje life kuhusu politics? Mimi najaribu kubalance kila pahali. Sitaki kuwa left out ati ni mnaongelea stuff, mimi niko hapo hivyo niko zile facts sijui stuff. Nataka kwa zile za yeah, I know that, lakini sasa the information yenye mnajua ndio yenye mmeonyeshwa, sio yenye dig inside, umefuatilia the inside the rabbit hole. Una get? Sasa mimi nitaka kuwa huyo mzee mwenye nakaa hivi na nasikia tu stories zenu, najua mnaongelelea, lakini sasa nataka kuwa ile na unawashtutu hivi na swali moja, mbona? Imagine tuseme ati mbona as in tuseme ndio nimefungua channel saa hii, wengine watakuja wasema ati alikuwa anakuja kuongea maisha yake sijui nini alafu unaenda unamuuliza mbona, jiulize mbona alifungua hiyo account. Sasa mimi hapa mimi nataka tu kuwaambia nawapenda nyinyi wote, napenda kila msee, mimi sibaguangi, mimi si racist, mimi sijui nini, si tribalist, kama sijui nini. Leo mimi Mluya roho safi, wallahi mimi Mluya, wallahi sijui wale Waluya sijui wako na nini, mimi sitaki kujua, ukitaka niingilie mimi sitaki kujua shit. But either way, as much as we want to live a happy life, lazima kuwa na struggles, na hizo struggles wewe mwenyewe kuamua kama you will live with them ukishinda kuicorrect, ama you live with them trying to know how it will work for you. It makes sense. That is the whole point. Like, as much as jamaa amekubo, as much as jamaa amekubo, utadu nini? Utaenda kumpiga. Hujui kama alikuwa anaishi akiwa mtoi ati mfupa sijui alifanyiwa surgery ya nini kifua, huwezi jua. Utaenda umpige ya dedi. Akisha dedi, umeenda kesi court, nini kwa court. Hiyo itakuwa shida ya nani? Shida yako, si shida yake. Wewe atakuwa kwa kujitetea, wewe ndio utakuwa. Sijui kama una get. Kama una get man. Wallahi, hata kama heshima lazima itambe ndo, lakini sasa venye Malcolm usema ati sijui uludhi sijui alifanya nini man, msiende kuchapana. Ni mzuri kuchapana, lakini sasa ujaribu kuregulate hasira yako. Hadi mimi kuwa mtu mbaya ni venye sitaki kuonyeshana, like mimi nishajijua, I know myself. Sasa nikifika hii point naweza fanya hivi, na get na kama ni hivyo ni heri tu like nijue nitaishi nayo. You learn to live with it. You learn to live with the greatest fear. Ufai kutoroka hiyo fear. Sawa? Man. Katika mko naisha. Hadi nitafika 20 minutes, lakini niko ndai stuff ikuwe big, yani iko tu topic after topic, tukibonja na mafans, tukiongea. Sanford, ni story. Hebu waambia wase kuhusu hii. Hebu waambia wase man. Yani nitaka kuwa uko ule mse wa kuongelea wase. Through my life. Through how I view my own life. Sio ati venye nimeambiwa. Sipendi kuambiwa. Mimi ukiniambia nitasikia. Nitakaa nikikupatia side eyes, nitakusikia wallahi. Lakini sasa nisipopata chenye umeniambia, niko zile za sawa, wacha ikae.
si ni hivyo. Ni hivyo na ni hivyo, ni hivyo, tumeamua iachika hivyo. Sawa. So basically life, kukuwa mature at a young age inaweza ruin your happiness. Na ni kweli. Yaani kweli mimi siwezi sema ati niwe mature juu kuna penye maybe I won't think extensively to kuona point yako ni valid. Wallahi mimi nakushauri. Saa I can't call myself mature. Maybe uniambie Sanford, by the way, ndio maana napenda kukaa na wewe ufikirie hivi. Una get. Napenda kusema una get wewe. Itabidi umetulia sasa. Niko na chapia ni by the way. Sasa wow. Niko nasema nini? Anyway, sasa jua disikumbuki cha niko naambia. Bana you keep safe. Be your greatest keeper. Love. Mimi sitawaambia ati msifanye vitu zenye TV zinawaambia msifanye. Ukitaka kufanya, you know the rules. We are not telling you yes or no. So if this account like ionekane kama like mimi na kuinsight ufanye kitu yenye haifai, it's okay na kuinsight, but you know what is best for you. Kama ni kutoka unaweza toka juu. Mimi mwashuhuda hii life nimeishi. Siwezi sema ni ile hard. Siwezi sema ati nimetoka kwa slums, siwezi. Msitawadanganya, mimi hadi si rich kid. Yaani mimi ndio msee mwenye niko hapa hivi katikati totally. Najaribu kubalance life. Unaona? Mimi siko huko juu ama siko huko chini. Tozi. Life nimeishi. Yaani niseme nimeona almost. Sijaona kila kitu lakini I've seen very many things. Wallahi I've seen very many things. Na zingine zinashinda zikinihaunt. Umekaa hivi alafu unajiambia bwana jamaa mimi niko na depression wallahi. Lakini sasa kuna mtu mwenye anaweza ambia. Hakuna mtu utaambia juu sasa. Utaambia nani? Mbona ujiambie tuko na depression? Na ukianza kusikia watu wako na depression wenyewe hukua, unajiambia wallahi mimi sina depression, acha tu hiyo nifuata najiwekea. Lakini ukweli jamaa unachizi kiakili. Unachizi. Sawa. Bana, anyway. Mimi niko sawa. I can never do anything. Nimecreate tu hii channel kuwabamba kila msee tuongee nao mawantu. Na mimi hadi nidai kujua lots of stuff kuhusu life. Sasa ukiona kuna struggle jamaa anapitia, na mimi si ati niomoke alafu niwaruke. Wenye mnaanza na mimi totally wale mnisikie wenye mnaanza na mimi. Wenye mnaanza na mimi mnisikie. Mkiona naanza kufanya ufala, mkuje DM niambie yo Sanford. Mimi hukuwa punished na mashots. Lakini sasa ni chai moto, so ukiona napiga kishot ni kahawa, sasa napiga kishot ni kahawa tu. So unakuja DM unaniambia Sanford, hujafanya fiti hapa leo
against your own words. Unaget? Yes, mimi sidai kukuwa ule msemo mwenye na waruka after nisha make it in life. Those people wako na wako wengi. So mimi ndai kuwa one of the people. As much as nitaongea, at least impact wase. Juu mimi sioni umuhimu yangu kuja kuongea hapa hivi. Na mimi sioni the value of me sharing my heart out to the whole world. I don't see any problem. Lakini sasa mimi mwenye unasikiza hii niyo nitahit ukapo vote alafu nikwambie Sanford wala alisema hii iko kama Albert Einstein. Mnapiga makoti zangu hapa hivi mnaambia wase hiyo quote Sanford. Na mnashika ngoma za Suwa. Mnaona mnashika ngoma za kina Calligraph huko hivi nje. Bana hadi pia mimi nadai hiyo mna quote man. Tafakari. Sanford alisema hivi. Najua alisema hivi, hebu fikiria mbona unajua che mnafaa kuwa mnatumia ndio mkue mnafikiria unakaa unafikiria una made na kuchapia msee. Ishapiga hivi quote ama watch stuff kama umemade Simba watu wengi wana made nje wengi sana. Na haya generation wanatumia Gen Z. Sasa mimi nikikwambia unajua makompedo wengi sana ni Gen Z. My target audience ni Gen Z. Sasa wewe bana yanzini na mimi msigive up na mimi ninaona masaa za kudozi nafika juu niko na kati kesho na kali nawapenda sana. Hadi sijui niwaambie aje, sijui stuff uishagaje, madocumentary uishaje by the way. Acha nijaribu kukumbuka. People say thank you. Mwani nyingine. Wanamaliza vichai yao. Chai yao basi mimi kama maliza kangu. Nafaa ninaanza kujuma ulimi mbele. Ni video yangu ya kwanza mimi sita-edit. Online mimi napost hivi raw venye iko. See why is it always low quality videos? What is the point nikiedit ama nifanye mashagala bagala kwa mtu haiwezi. Sasa mimi napenda nyinyi wote. Nafurahia like overcome my fear of looking at the camera and letting my heart out. And you may overcome. Nimewaambia you learn to live with the fear. If posting yourself to the whole world is your fear, post TikTok, post status, alafu ukae wewe ujipe shughuli. Mwenye atakuwa na issue nayo ni sawa, wewe kwa issue nayo, lakini sasa mimi ndio nilikuwa naishi. It's my life I'm living. Haifai kukuuma. You go live your life vile unataka, lakini sasa you won't come teach me how to live my life. Ama si hiyo ndio inafai kuwe. Ni sawa. So najua maybe nimechukua time yenu mingi. Maybe sijachukua. Lakini the way izeni kama nimechukua time yako nimechukua. Kama unaona nimeongea ufala, niambie tu kwa comment section, achana na hii stuff ya YouTube, niambie. Mimi sina ile maybe yes ni mingi kwa kichwa, ni mingi sana, lakini ganji ndio inabonga. Mimi ndio kutoka blog na dai kumwambia nene kama nimesucceed, ndio kila kitu.
nadai freedom. Hadi sidai pesa, mimi nadai freedom. Pesa ikikaa mimi siwezi kataa. Nitachukua with my hands, niweke vizuri, nitumie vizuri, as long as ni freedom. Anyways, good night, bye. Wanasema ngaje? Buenos dias, ama kuna msee post hiyo stuff more wao fulani. Buenos dias, ni good night, whatever man. Good night, have a lovely day. When una watch it, time yote, subscribe, like, share, leave comment, nipatie idea. Kama uko ready kusikia nimewapangia kwa hii channel ndio lot. Sasa ukitaka kusikia ni sawa, na good. Thank you so much for listening to the end. Bye.